Jina la Bwana litukuzwe. Amen. For that reason is why I was born. Ni kwa sababu ya hiyo ndiyo sababu mimi nilizaliwa. Ambie jirani, kuna sababu yako wewe kuzaliwa. Ni kwa sababu ya hiyo, ni kwa sababu ya jambo hilo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo una sababu ya kumtukuza Bwana. Ni kwa sababu ya hiyo jambo ndiposa wewe ukazaliwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la kumtukuza Jehova Mungu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kwa hivyo hayuko hapa kwa bahati mbaya. Hauko ulimwengu kwa sababu ya bahati mbaya. Kuna sababu. Ambie jirani, kuna sababu ya mimi kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwambie kuna sababu ya kufanya nini? Na kwa sababu kuna sababu ya wewe kuzaliwa, ni mpaka uweze kutimiza ile sababu ambayo ilifanya wewe uzaliwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kusudi lako kwenda kazi ni kwa sababu gani? Ili mwisho wa mwezi ama ili mwisho wa siku ukaweza kupata mshahara. Haleluya. Kwa mtu yeyote yule ambaye ameajiriwa, kusudi lake ni atie bidii ili mwisho wa mwezi akaweza kupata mshahara. Kusudi lako kutafuta kazi ni nini? Ili uweze kupata fedha za kuweza kujinufaisha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kusudi lako kuzaliwa. Haleluya. Kuna sababu yako wewe kuzaliwa. Jehova hakukubali usaliwe tu hivyo bure. Kuna sababu. Bwana asifiwe sana. Na ni mpaka tuweze kutimiza ile sababu ambayo ilifanya mimi na wewe kuzaliwa. Bwana asifiwe. Haukuzaliwa wazazi wako wawe wakilia usiku na mchana, ni kwa ajili yako. Ulizaliwa ni kwa sababu. Ulizaliwa kukiwa na kusudi, na ni mpaka tuweze kutimiza sababu ya sisi kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani, kuna sababu yako wewe kuzaliwa. Kuna sababu yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mwambie usinionage tu namna hiyo. Kuna sababu yangu mimi kuzaliwa. Haleluya. Mwambie jaribu kunibeba na uzito wakati mwingine, kwa sababu kuna sababu yangu mimi kuzaliwa. Amen. Haleluya. Amen. Si kuzaliwa kwa kubahatisha. Kulikuwa na sababu mimi kuzaliwa. Na ndiposa niko hai siku ya leo, kwa sababu kuna kusudi, na sijaweza kumaliza ile kusudi ambayo ilifanya mimi kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua kuna watu wanabebanga watu namna hiyo kama matumbo ya ite. Bwana asifiwe sana. Anakubeba namna hiyo kama matumbo ya ite. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani, kuanzia leo tafadhali nibebange na uzito. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu mimi nimezaliwa kwa sababu. Deacon, usikubali mtu anakubeba kama matumbo ya ite. Haleluya. Amen. Kwa sababu kuna sababu yako mimi na wewe kuweza kuzaliwa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ningeomba tukaketi kidogo, na kisha baadaye msomaji wangu ukimbie pamoja nami katika kitabu cha John 18. Yohana 18. Utaanza kunisomea pale mstari wa 29. Tutaendelea hadi mstari wa 40, na ninaamini Bwana ataweza kutubariki siku ya leo. Ukijua ya kuwa kwa sababu hiyo ndipoza mimi nikazaliwa. Haleluya. Amen. Maandiko inasema hivi: hivyo Pilato akatoka nje walikokuwa, akawauliza, mmeleta mashtaka gani kumuhusu mtu huyu? Wao wakamjibu, kama huyu mtu hakuwa mhalifu, tusingemleta kwako. Hivyo Pilato akatoka nje, huyu ni Yesu Kristo, alipokuwa
ameshikwa ili aende akaweze kuhojiwa, Pilato anauliza wale Wayahudi, huyu ambaye mmemleta ni kwa sababu gani? Nini ambacho amefanya ili muweze kumleta? Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nilipokuwa nikitafakari maandiko haya, nilikuwa nikiona kuna wakati ambapo Yesu alitumana punda aende yaletwe pasipo kuomba mwenyewe. Hiyo ni makosa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jambo la pili, tunakumbuka Yesu alikuwa akiponya watu siku ya Sabato, na hiyo ilikuwa ni makosa. Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo ilikuwa sababu ya Yesu kuweza kuletwa mbele ya Pilato ili aweze kujibu mashtaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ukisoma maandiko, ile punda ambaye Yesu alitumana iletwe, Biblia haiongeangi habari ya ile punda kurudi. Bwana asifiwe sana. Amen. Alikuwa amepata watu walemavu, akawaombea siku ya Sabato, wakaweza kupona. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa na mashitaka makubwa sana. Haleluya. Amen. Ndiposa wakati wote unaposhikwa, hata katika sheria yetu ya Kenya, ni mpaka mashtaka yako yaweze kupelekwa mbele ya yule ambaye anasikiza mashtaka yako. Pilato akawaambia, basi mchukueni ninyi mkamhukumu kwa kufuata sheria zenu. Wayahudi wakamjibu, yes, sisi haturuhusiwi kutoa hukumu ya kifo kwa mtu yeyote. Walisema hivyo ili yale maneno aliyosema Yesu kuhusu kifo atakachokufa yapate kutimia. Kwa hiyo Pilato akaingia ndani ya chumba la kifalme, akamwita Yesu, akamuuliza, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, je, unauliza swali hili kutokana na mawazo yako mwenyewe au uliambiwa na watu kunihusu mimi? Hebu sikia vile ambavyo Yesu Kristo anaweza kuuliza Pilato. Pilato anamwambia wewe ni mfalme. Yesu Kristo anamwambia yale maneno ambayo unayanena ni maneno yako, ni wewe umeyawaza, ama ni watu wamekuambia mimi ni nani? Jina la Bwana litukuzwe. Sijui siku ya leo watu wanasemanga wewe ni nani. Haleluya. Wanapokutazama wao wanauliza wewe ni nani? Yesu Kristo anamwambia mambo unayoyasikia, mambo ambayo unayanena ni yako, ama ni watu, ni propaganda za watu umesisikia. Na ujue huyu mtu anajibu namna hiyo ni mstakiwa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nafurahishwa ni hilo ujasiri ambaye Yesu Kristo alikuwa nao wakati anapojibu yale maswali. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikaja kujua ni vyema mimi na wewe kuweza kujijua wewe ni nani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa anajua, na maandiko yanasema kwa sababu kuna unabii ambao ulikuwa umetolewa, ni mpaka ule unabii ungetimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanaendelea kusemaje? Pilato akamjibu, mimi si Myahudi, ama sivyo? Taifa lako mwenyewe na viongozi wa makuhani wamekukabidhi kwangu. Umefanya kosa gani? Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, wafuasi wangu wangenipigania ili nisitiwe mikononi mwa Wayahudi. Lakini kama ilivyo ufalme wangu hautoki hapa ulimwenguni. Pilato akamuuliza, kwa hiyo wewe ni mfalme? Yesu akajibu, wewe wasema kwamba mimi ni mfalme. Kwa kusudi ili nilizaliwa, na kwa ajili ya ili nilikuja ulimwenguni. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Sikia vile ambavyo Yesu Kristo anavyojibu kwa Pilato. Ati mimi siyuko ulimwengu huu ni kwa sababu ya mambo ya dunia. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kama ingelikuwa ni watu wa dunia, kuna watu ambao wananifuata wangeweza kunitetea.
Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo alikuwa anataka kuonyesha mimi sishughuliki ni kwa sababu ya mambo ya ulimwengu huu. Haleluya. Kama vile ambavyo hata sisi hatuneni habari ya ulimwengu huu. Sisi sote tunatarajia kukaa na Mungu milele na milele. Hivyo akaambia Pilato ya kuwa mimi sishughuliki na mambo ya ulimwengu huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ningependa watu wa kunitetea wakati ambapo nimeletwa mbele zako. Kungekuwa watu ambaye wamesimama nyuma yangu ili waweze kunitetea. Kwa njia nyingine nataka kusema namna gani? Sihitaji mtu wa kunitetea. Mtetezi wangu yuko. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu ni Baba yangu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Mstari wa 37. Pilato akamuuliza, kwa hiyo wewe ni mfalme? Yesu akajibu, wewe wasema kwamba mimi ni mfalme. Kwa kusudi ili nilizaliwa, kwa ajili ya ili nilikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Mtu yeyote aliye wa kweli husikia sauti yangu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ati kusudi la Yesu kuweza kuzaliwa ilikuwa ni kusudi moja, kuja kutukomboa, kuja kutangaza habari njema. Yeyote atakayesikia habari njema ataokolewa. Yeyote atakayesikia habari njema atamfuata. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Yesu Kristo, sababu yake kuu kuweza kuzaliwa ni kuhakikisha ameweza kunena habari njema. Na hii habari njema ni gani? Bali ni habari ya ukombozi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hiyo ndiyo sababu kuu ya Yesu Kristo kuzaliwa katika ulimwengu, ili aweze kutuokoa, ili aweze kukuokoa wewe na mimi. Jina la Bwana litukuzwe. Na wewe ukazaliwa ili uweze kumuinua yule ambaye ni mkombozi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kuna sababu yako na mimi kuweza kuzaliwa, ili tuweze kutimiza kusudi ya mimi na wewe kuzaliwa. Na ndiposa Yesu alipozaliwa alikufa, akasulubiwa ili tuweze kupata ukombozi. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye ndiye alitulipia ukombozi. Wacha wale wanasiasa wanasemanga wamekuja kukomboa. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye alitukomboa kwa damu yake. Bwana asifiwe. Amen. Akateseka pale msalabani ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Akarudi akakuokoa, akakuleta katika madhabahu yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui kama wewe huo unatimiza sababu ya kuwa katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yeye alijitoa, yeye alijitolea, yeye alitabika, na yeye akasema si kwa sababu ya mambo ya ulimwengu, lakini ili aweze kuokoa wengi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kusudi lake kuu ni kutukomboa sisi, ndiposa akazaliwa. Bwana asifiwe. Amen. Ndiposa Yesu Kristo akazaliwa ili aweze kutangaza habari njema, ili wale wamefungwa waweze kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambao wako na mizigo aweze kuwapumzisha. Haleluya. Ambao ni wagonjwa wapate kupona. Wale wamelazwa hospitali watoke ndani ya zile hospitali. Hiyo ndio kusudi lake. Bwana asifiwe. Amen. Atakayelisikia neno langu. Ole wako, ole wangu mimi, kwa yule ambaye hasikii, yule ambaye amekuwa mkatili. Na kusudi lake kuzaliwa ni kutukomboa, kutangaza habari njema. Tusikie, tubadilishe nia zetu, tubadilishe njia zetu, tubadilishe mienendo yetu, tubadilishe mazungumzo yetu.
Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Alizaliwa ili tuishi. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kukuomba usiwe mtu wa kuona kuisha. Haleluya. Amen. Ona kuishi, kwa sababu mkombozi wetu aliweza kuzaliwa ili atukomboe tuweze kuishi. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wacha kujihurumia. Hata Yesu akijua anapelekwa mbele ya mashtaka aende kastakiwe, hakuwa naogopa. My brother and my sisters, wacha tuache kuogopa. Wacha tuamini tuna mtetezi wetu ambaye alizaliwa ni kwa ajili yetu, ili atuokoe, ili atupiganie, kwa sababu vita zingine ambazo huwa tunapigana nazo si rahisi, ni ngumu, hatuwezi, tunaweza tukashindwa, lakini mtetezi wetu aliyezaliwa ni kwa ajili yetu, atukomboe sisi ambaye wengine ni wafungwa, tuweze kukombolewa, tuweze kufunguliwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapojua namna hiyo na kuweza kuwa na ujasiri wa yule ambaye alikufa ni kwa ajili yetu, ambaye alikuja aweze kutukomboa, kuna mambo hayawezi yakatuogopesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatuwezi shindwa na kwenda na safari, kwa sababu kila wakati tumeishiwa na nguvu, tunaitisha nguvu kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaitisha nguvu kutoka kwake, na yeye amejawa na nguvu nyingi. Yeye hajawahi shindwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Alizaliwa awe mtetezi wetu, alizaliwa atukomboe, alizaliwa tuitanishwe na yeye, alizaliwa ili tuwe tukipitia kwake kufikia Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Pia na wewe una sababu. Kuna sababu ya wewe kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna sababu yako wewe kuzaliwa. Haukuzaliwa tu ukalie hicho tu kiti. Kuna sababu kuu ili uweze kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna sababu yako wewe kuwa hai. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaona licha ya Yesu Kristo kufa aliweza kufufuka. Licha ya mateso mengi alishinda. Ni kwa ajili ya gani? Kusudi lake kuzaliwa liweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ingekuwa leo hii watu wanaitishwa ng'ombe, kondoo na ile vitu zingine, ili tunapeleka, inakuwa ni ondoleo letu la dhambi, sijui tungelikuwa wapi? Hatungelikuwako, kwa sababu hizo vitu zote hatuna, hatuwezi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu tufanya makosa sana kila dakika, ndiposa yeye akafa, akasulubiwa, akazaliwa. Ni kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili yangu mimi, tuweze kukombolewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hangelizaliwa kungelikuwa na shida, sijui tungelikuwa tunajitisha na jina gani. Bwana asifiwe. Amen. Ndiposa kila wakati tunapoingia katika matatizo tunasemanga, Yesu tusaidie, Mungu wetu tusaidie. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kusudi la Mungu ni kuona sisi tumekombolewa. Hakuzaliwa kwa sababu awe na mashamba, awe na mali, hapana. Hiyo ni ya dunia hii, na sisemi ni mbaya, kwa sababu hiyo ni bonus. Bwana asifiwe sana. Amen. Utajiri ni bonus. Haleluya. Amen. Ndiposa maandiko yanasema tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Alikuja, alizaliwa tupate ufalme, tuweze kukombolewa. Tutakapopata na tufuate yale mengine, tuzidishiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kwa hivyo pia na wewe
una sababu yako, kuna kusudi la Mungu wewe kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna generation zimekusubiri. Kuna mataifa yamekusubiri. Kuna kazi iliyoko mbele imekusubiri. Na wewe tutaweza kutekeleza hiyo kazi. Haleluya. Amen. Na ndiposa unaona Mungu hajamalizana na wewe kwa sababu wako na kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndiposa unaona tangu Januari kuna wengi wamekufa wakituacha na wakikuacha wewe, kwa sababu bado Mungu hajamalizana na wewe. Hajaweza kutimiza kusudi la yeye kufanya uzaliwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo mtu asikuwa na kuchukua wepesi. Yule ambaye alifanya uzaliwe ana sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Na hicho kitu kidogo unachokifanya katika kanisa hili na katika society na huko nje, imagine ulikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo usikubali mtu yoyote akakudumisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye hajui sababu, lakini Mungu anajua sababu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mbona haukukufia kwa tumbo ya mama yako? Mbona haukukufiwa kwa hospitali? Mbona baada ya miezi ama miaka michache haukutuacha? Hivyo kuna sababu. Na ndiposa mwimbaji aliyetuongoza praise ya Mungu akamuongoza kupitia Roho Mtakatifu, ati wewe una sababu ya kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kila mmoja ambaye yuko hai ana sababu ya kumtukuza Jehova Mungu, kwa sababu kuna sababu yako wewe kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukijua namna hiyo, hautakubali kuweza kuziwa uoga na shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hautakubali kusikia mambo ya watu na huku nje. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu watakuangalia wanaona mwisho wako. Wewe unawaambia kuna sababu ya mimi kuzaliwa, na mwenye alifanya mimi kuzaliwa kama hajamalizana na mimi, hakuna mahali ninaenda. Mimi bado nipo. Mimi bado ninaendelea. Mimi bado ninafanya kazi ya Mungu. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Amen. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Amen. Utakapojua namna hiyo, ndugu yangu na dada yangu, utaweza kufanya kazi ya Mungu zaidi. Utaweza kufanya kazi ya Mungu pasipo kuangalia nani wanasema ubaya juu yako, nani wako kinyume na wewe, kwa sababu unajua ni kusudi langu kuzaliwa, inaitimiza. Bwana asifiwe. Amen. Na kule mbinguni hakutakuwa na kusema ati fulani ndiye alinizuia. Nilikupa wakati. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilikupa wakati. Sio unataka matokeo ya kazi ili uweze kupokea mshahara wa kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui ni nani anaweza enda kwa muajiriwa wake akamuitishe mshahara kama hajafanya kazi. Hakuna. Labda mtu ambaye kichwa si mzuri. Lakini wakati ambapo unajua umefanya kazi, by the way unakuwa mpaka na ile confidence. Mwisho wa mwezi umefika, umenichelewesha mshahara. Unajua ni nini? Hiyo si tafadhali, ni haki yako. Unaitisha haki yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasi tutaweza kupewa haki zetu baada ya kutimiza kusudi letu sisi kuzaliwa. Na usiwe na shaka, na mimi nisiwe na shaka. Kuna malipo. Na ndiposa Yesu alikuwa anasema, mimi sishughuliki ni kwa sababu ya mambo ya hapa duniani.
Ningetafuta watu wengi ambao nimeweza kuwahubiria, wengine nimeweza kufanya wakapona, na wangenitetea, wangekuwa upande wangu, wangekuwa wamenifuata nyuma kuja kusimama pamoja na mimi. Lakini hawa hawezi wakazuilia mimi kuwekwa ndani, mimi kuteseka, kwa sababu unabii ni mpaka ungeweza kutimia. Bwana asifiwe sana. Amen. Nami ninapokuwa nikitafakari haya maneno, kuna wakati unaweza kuwa unapitia mambo magumu, lakini unapitia mambo magumu ili unabii uliotolewa wako wewe kufanikiwa uweze kutimia. Na ndiposa huwa ninawaambia, si kila wakati jambo linapokuja mbele yako unasema ni shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua ufalme wa giza unaona kile ambacho Yesu Kristo amekuandalia kule mbele. Ufalme wa giza huo unaona kile ambacho Yesu Kristo ameandalia huyo mtoto wako, hiyo jamii yako kule mbele. Na ndiposa kila wakati yeye huwa halali, yeye anatembea. Maandiko yanasema akiguruma kama simba, akitafuta kitu cha kutafuna, akitafuta vile ambavyo atazuilia kile umewekewa mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Ole wake yule ambaye hataweza kusikia sauti ya Bwana. Na ndiposa akaambia Pilato, mimi kusudi langu kuzaliwa ni kuweza kutangaza injili ya Bwana. Na imagine hakuwa na makosa. Nimekuja kurealize, ukiwa na baraka ambazo Bwana ameweka juu yako, wakati mwingine watu mpaka watakuwa wakikuwekelea mambo ambaye haujahusika nayo. Ni kwa sababu gani? Ili uweze kukata ile tamaa ya kwenda mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ujue kila stage inakuwaga na mapepo yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kila stage iko na mapepo yake. Pepo inayopigana na washirika si ile pepo inapigana na viongozi. Pepo inayopigana na viongozi si ile pepo inapigana na wazee wa kanisa. Pepo inayopigana na wazee wa kanisa si ile pepo inapigana na mchungaji. Na ndipo mimi huwa naambia watu, wacha kwenda huko kusema mimi naitwa bishop na wewe si bishop. Utakuta pepo imeinuka imekuswaga kwa sababu hauna ile neema, inakuweka chini. Bwana asifiwe sana. Amen. So iko na hiyo viwango. Mimi nikikupea yangu hauwezani naye, na mimi nikipewa ya askofu siwezani naye. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Imagine kuna kusudi lako wewe kuzaliwa. Si hivyo tu bure. Kuna kusudi lako wewe kuwa hai. Si hivyo tu bure. Ni kwa sababu ya hiyo kusudi ukazaliwa, na baada ya kuzaliwa na kukua na kujielewa, timiza hilo kusudi. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo alizaliwa kama sisi vile tumezaliwa, akalelewa akiwa mtoto mdogo, akaenda akikua, akaendelea akikua mpaka mwisho. Kusudi lake kuzaliwa siku ya leo tunaiona. Kila wakati tunamulilia, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, Mwana wa Daudi, turehemu, tusaidie. Bwana asifiwe sana. Amen. So hauyuko tu hapa bure, hauyuko hapa kwa mpango mbaya, hauko ulimwengu huu kwa mpango mbaya. Kuna kusudi la Mwenyezi Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ninaamini mwisho kusudi lako wewe kuzaliwa itaweza kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Yesu Kristo aliweza kutukomboa, akatufiria msalabani, ni kwa ajili ya dhambi zetu. Ni upendo wa aina gani? Ni upendo mkuu zaidi. Ni upendo mkubwa sana. Nasi yule ambaye alitufiria msalabani, wacha tukubali kumpenda, wacha tukubali kumfuata, wacha tukubali kupitia njia zake. Bwana asifiwe sana. Unajua wakati mwingine Yesu Kristo angekuwa kama sisi wanadamu, angekuwa ameboeka kitambo. Haujaiona unapenda mtu naye hakupendi. Inafika mahali mpaka unasikia kuudhika, kwa sababu inakaa kana kwamba unajilazimisha kwake. Lakini yeye alitupenda tu hivyo bure. Lakini wakati mwingi tunaendanga nje ya kanuni ya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacheni tumpende Mungu. Wacheni tumpende yule ambaye aliweza kutuokoa. Bwana asifiwe. Ni kwa ajili ya dhambi zetu tukapata ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Na ninaamini kwa sababu ya hiyo kusudi sisi kuzaliwa, yeye alizaliwa ili aweze kutukomboa, ili aweze kuteseka kwa ajili yetu. Na sisi kusudi letu kuzaliwa ni tuweze kuyafanya mapenzi yake. Jina la Bwana litukuzwe. Ninaamini tutakapofanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika wema na fadhili za Bwana zitaandamana pamoja nasi milele na milele. Mungu wabariki na awatende mema. Wacheni tushukuru. Mfalme mwema, tuaja mbele zako kukushukuru na hata kusema ni asante. Umetuonesha kusudi lako wewe kuweza kuzaliwa, au kuzaliwa ni kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Kusudi lako ni kutangaza ukuu wa baba yako. Bwana, tunakuja mbele zako kuomba msamaha mbele zako. Yesu Kristo mwana wa Daudi, kama tumepotoka katika njia zako, Bwana ukaturejeshe katika njia zako. Yenda ikawa tumekuwa wakatili, Bwana ninaomba kupitia jina lako ukaturejeshe katika njia zako Bwana. Tukasikie neno lako na si kusikia tu, mbali tukalitie maanani na kulifuata, kwa sababu wewe ni Mungu. Tusaidie Bwana, tukumbuke. Tunakupenda. Tunasema ni asante kwa wema wako, kwa fadhili zako, kwa nguvu zako, mfalme wa wafalme. Wacha tukaweze kutimiza na kutekeleza sababu ya sisi Bwana kuzaliwa Mungu wetu. Tunasema ni asante. Sisi ni wana wako, sisi ni watoto wako. Naomba neema, naomba neema, naomba neema. Wacha neema yako Bwana na ikazidi kwetu, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tusaidie na uinue kila moja ambaye moyo wake umeinama, ambaye moyo wake umeishiwa na nguvu. Bwana, ninaomba ukatuzidishie nguvu ya kwenda mbele. Bariki huyo mzee, bariki huyo mama, bariki huyo kijana, bariki hao watoto wadogo, bariki jamii zetu kwa ujumla, kwa sababu wewe ni Mungu. Ukainuliwe na hata ukaweze kuabudiwa. Mambo yote Baba tunaiachilia na kwako, tukiamini wema na fadhili zako Bwana zitaandamana pamoja nasi. Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kuomba na hata kushukuru. Amen.